Wapendwa mabibi na mabwana, ni muhimu sana kujua neema ya kuwekeza katika roho. Biblia inasema, mpenzi, na ufanikiwe kwa kadiri ya roho yako ifanikiwavyo. Umewekeza nini katika roho na katika ulimwengu wa roho? Ukiona tunaamka asubuhi kwenye ibada za maombi, tunawekeza katika ulimwengu wa roho na inaleta impact kubwa. Ibada hizi nilipoanzisha katika usharika wa Kariakoo almost miaka karibu 15 iliyopita. Na katika ibada hizi tangu 2019 mpaka leo, nataka nikuhakikishie watu ambao walitengeneza maisha yao ya kuamka asubuhi, wale waliokuwa Ulaya na Marekani na China na huko ughaibuni, wakaamua kujoin sisi katika kuwekeza kwenye maombi katika ulimwengu wa roho. Impact yake ni kubwa mno duniani. Impact yake ni kubwa kwenye maisha binafsi ya watu. Na watu ambao Mungu amewafungulia maisha yao, wamepata financial breakthrough, economic breakthrough, wamepata upenyo wa kimaisha, wamepandishwa kihuduma. Hata huyo mhubiri wa leo anapohubiri hapa, Engineer Gula Kimushi, ni kwenye ibada hizi imemfikisha hapo. Ni kwa sababu ya kuwekeza katika maombi. Sasa dunia hii tunaishi na watu waliowekeza katika ulimwengu wa roho. Mambo tunayoona yanayotokea mwilini ni kulingana na jinsi ambavyo huyo mtu amewekeza katika ulimwengu wa roho. Ama amewekeza katika ulimwengu wa roho katika masuala ya kishetani, ama amewekeza katika ulimwengu wa roho katika mambo ya Roho Mtakatifu, ibada na Mungu aliye hai. Sasa ni lazima ujue ya kwamba wewe unawekeza katika lipi. Kwa sababu kama roho ya huyo mtu inafanikiwa katika uchawi, uwe na hakika kama wewe haujawekeza katika kufanikiwa katika Mungu, hautapambana na hiyo nguvu sokoni. Ukienda sokoni, mimi nimekuwa mchungaji wa soko. Nimekaa sokoni nafikiri kwa muda mrefu zaidi ya miaka 10 katika soko la Kariakoo. Kwa hiyo ukienda sokoni pale utakuta kila mmoja anauza kwa imani yake. Ana namna ambavyo ili afanikiwe amewekeza. Utakuta wengine wanachoma hiki, wengine wanafukiza hiki, wengine wanatambika hiki, wengine wanafanya hivi, wengine wameweka ndulele. Yaani kuna mwingine hauzi hata mandazi mpaka ametia ndulele mle ndani, ili mradi tu kama afanikiwe katika ulimwengu wa roho. Sasa ni wapi ulikowekeza? Kama tumeamua kuwekeza hapa, tusionekane kama wenda wazimu. Ukituona tunaamka hapa kwa miaka 15, tunaamka saa 10 za usiku kuja madhabahuni, tumewekeza katika ulimwengu wa roho, na impact yetu ya nje lazima ionekane kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Oh my God, oh my God, oh my God. Na mimi nataka nikuhakikishie kwa neno la Bwana. Unaishi ofisini, hata asubuhi ya leo unapokwenda ofisini, lazima ujue kuna ambao wamewekeza katika ulimwengu wa giza, na maroho yale ya ulimwengu wa giza yanapata nguvu kulingana na jinsi walivyowekeza. Lakini ni maombi yangu asubuhi ya leo ni kuombea upako wa Elia. Uende na neema ya Elia. Wewe ukitoka kwenye hii madhabahu, unapokwenda kule ofisini, impact ya Mungu wako ionekane katika hiyo ofisi, katika hiyo biashara, na katika kila kitu ambacho unakifanya. Tulipokuwa pale Kariakoo, watu wengi walikuwa wana mambo yao ya kishirikina, wengi tu. Lakini tuliinua madhabahu ya maombi ya asubuhi ya morning glory baada ya masifu ya asubuhi. Badala yake ile nguvu ya madhabahu ikavunja hizo madhabahu zote za kiganga na uchawi. Watu wakawa wanaleta tumara, wengine wanaleta mikono ya watu, wengine wanaleta viungo vya binadamu, wengine wanasubmit mauchawi yao, wengine walikuwa wamejoin kwenye mavyama ya kishetani, wakawa wanakuja tunawarudisha kundini. Badala yake ikawa ni neema kubwa mno katika hilo soko, na ile madhabahu ikawabariki watu ambao mpaka kesho wapo watu ambao wanajua kwamba tulibarikiwa kwa sababu ya ile nguvu ya Mungu ya maombi iliyokuwa pale. Na ni maombi yangu asubuhi ya leo ukaonekane kwa jina la Yesu Kristo. Ngoja nikuambie juu ya Elia. Elia aliwekeza, ndio ile Yesu anasema namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga.
Elia aliwekeza kwenye maombi ya kujitenga. Aliingia kwenye pango la maombi, sio kwa siku 40 ambazo mchungaji Kimaro anatangaza hapa, wala za hizo 3 zako kavu, wala za hizo 7 zako 21 na ngapi. Miaka 3.5. Miaka 3.5. Hatoki, hakutani na binadamu. Alifunga, akanywa maji ya chemichemi yakaisha. Akakaa kwenye maombi, kunguru akamletea mkate na nyama. Mwisho kunguru na yeye akachoka. Hii ngoma haimalizi maombi. Miaka 3.5. Mwisho akahamia kwenye nyumba ya mwanamke mjane, ndiko alikokwenda kuhitimishia maombi. Miaka 3.5. Alafu akaandaa ligi katika ulimwengu wa roho, wakutane National Stadium, watu wachawi 850 waliokuwa wanakula na kunywa mezani pa Yezebeli. Biblia ndivyo inavyosema. 850 walikuwa wanakula na kunywa na kufanya zina na Yezebeli. Na Elia amewekeza kwenye ulimwengu wa roho kwa maombi miaka 3.5. Alipofika akawaambia, ninyi mko wengi, tafuteni ng'ombe mniazime. Tutafute ng'ombe 2, tuombe mtu asitie moto chini, na yule Mungu ajibuye kwa moto, nawe ndiye Mungu. Liji. Na ujue hapa duniani tutashindana hivyo tu, hakuna namna. Ama Mungu wako ashinde, au kama unakaa kizembe pia ushindwe. Lakini Biblia inasema waliposimama kwenye maombi wale manabii wakajichanja, wakafanya kila namna walivyoweza kufanya. Elia akawaambia, ombeni sana, pengine Mungu wenu ana mgeni, pengine anakunywa juisi, pengine amelala, pengine amesafiri. Ombeni sana. Lakini nataka nikuambie kilichokuwa kimetokea pale ni uwekezaji full kwenye ulimwengu wa roho. Ilipofika jioni, wakati wa jua kuzama, Elia akawaambia, sio tu pawe pakavu, mwageni na maji kwenye hizo madhabahu na hizo kuni, mwageni maji mapipa 12. Wakabeba maji wakamwaga mapipa ili paloe pakawa teke teke. Alafu ndipo alipouitisha moto kwa maneno machache kutoka ulimwengu wa roho. Moto ukashuka, ukairamba ile madhabahu na ile dhabihu na kila kitu, na baadaye watu wote wakasema, Mungu wa Elia ndiye Mungu. Kilichotokea ni uwekezaji mkubwa katika ulimwengu wa roho. Ukituona tunatoa sadaka, tunawekeza katika ulimwengu wa roho. Ukituona tunaimba na kusifu na kuabudu, tunawekeza katika ulimwengu wa roho. Ukituona tunaomba na kuhubiri, tunawekeza katika ulimwengu wa roho. Ukituona pia tunaingia kwenye ibada za asubuhi na jioni kila siku, tunawekeza katika ulimwengu wa roho. Na kuhakikishia, tunapoinua mikono yetu kuomba, huyo Mungu atajulikana. Atajulikana kwa marafiki zako, atajulikana na kwa watesi wako. Wako wapi watu wachache wanaosema, Mungu wa Elia uliyejulikana wakati wa Elia na ujulikane katika maisha yangu? Mpigie Jehova na makofi mengi. Haleluya. Nataka nikuambie, wale wachawi katika uwekezaji wa ulimwengu wa roho, watu 850 hawakuweza kushindana na mwekezaji mmoja katika ulimwengu wa roho aliyefunga na kuomba kwa miaka 3.5. Kwa hiyo mimi nataka nikutie moyo, waroge warogavyo, hata kama hawana nauli za kwenda kutafuta uchawi, wasaidie nauli waende. Wasimange wasimangavyo, wasengenye wasengenyavyo, lakini hawatakuweza kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi watu wachache wanaosema amina hapa? Biashara yako itaendelea kuongezeka, kipawa na huduma na karama itaendelea kuongezeka, jina lako litaendelea kubaki, influence yako itaendelea kubakia pale pale, kwa sababu mpenzi, na ufanikiwe kwa kadiri ya roho yako ifanikiwavyo. Wako wapi watu wachache hapa ambao wanasema ninafanikiwa roho? Oh my God, mpigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Hakuna kitu kinaondoka kwenye maisha ya kwako. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, yule Mungu wa Elia awe Mungu wako.
na ile roho iliyokuwa ndani ya Eliya ya maombi ya kutokukata tamaa na iwe juu yako. Lakini ule ushindi, hawa wanataja magari, hawa wanataja uchawi, hawa wanataja farasi, hawa wanataja majina ya watu, hawa wanataja majini, lakini sisi tutalitaja jina la Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Na nimeibariki kazi ya mikono yako. Kama Mungu alivyokuwa pamoja na Musa, na kama Mungu alivyokuwa pamoja na Yoshua, ndivyo atakavyokuwa pamoja nawe kwa siku zako zote utakazoishi juu ya uso wa nchi. Hakuna mtu atakayesimama mbele yako kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi watu wachache ambao wanasema amina? Hakuna atakayesimama na fitina akafanikiwa. Hakuna atakayesimama na uchawi akafanikiwa. Hakuna atakayesimama na uongo akafanikiwa. Hakuna atakayesimama na ulozi akafanikiwa. Mungu aliyekuwa pamoja na Musa na awe pamoja nawe. Mpigie Jehova na makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Nami ninakubariki uwe na ushindi na zaidi ya kushinda. Haijalishi wengine wamewekeza wapi, lakini sisi tuliowekeza kwenye madhabahu ya Mungu wa kweli, ninawatangazia ushindi kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wachache waseme amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya.